na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza kabisa niweze kutoa shukrani za dhati kwa kupata ugeni kutoka Mwanza wa Al-Burhan Online TV kuja kunitembelea hapa nyumbani kwangu. Nimefurahi na nashukuru sana kwa ugeni huo. Mimi naitwa Sheikh Balilusa Hamisi. Nyadhifa zangu ni imamu wa Masjidi Mufti Simba na ndio Sheikh wa kata hii ya Mufti Simba, lakini kibaraza pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya BAKWATA mkoa wa Shinyanga, lakini kwa upande mwingine ndio mwenyekiti wa maridhiano na amani mkoa wa Shinyanga. Tukiwa katika muendelezo wa kuelekea kipindi cha uchaguzi katika nchi yetu, mimi binafsi katika swala zima la amani ningependa kutoa wito kwa Waislamu na watu wengine kwamba Tanzania ni nchi yetu na ndio nchi ambayo Mwenyezi Mungu alipanga tuwe, akajalia vizazi vyetu kupitia mababu na mababu kuwepo katika ardhi hii, na katika muda wote kabla tujazaliwa nchi hii, tofauti na uvamizi wa ukoloni, hatukuwahi kupata historia ya kwamba nchi hii imeweza kutokea machafuko. Ilikuwa ni nchi ya amani mpaka sasa. Tunaomba sana amani hii iendelee kudumishwa, na hasa kwa ndugu zetu watu wa siasa. Ukiangalia dunia nzima, kila palipo na machafuko hayatokani na mtu kwa mtu, ila machafuko duniani chanzo chake kikuu ni masuala ya siasa. Na wanasiasa ndio wanasababisha roho za watu duniani ziendelee kuteketea, lakini wahamasishaji na wasimamizi wa vurugu hizo siku zote wao wanakuwa salama. Kwa hiyo tunapoelekea katika kipindi hichi cha uchaguzi, ni waombe wananchi wenzangu wa nchi hii tuepukane na mihemko ya kusikiliza maneno ushawishi na uchonganishi yakatufanya kuingia katika mazingira ambayo yatatupelekea kutokuwa na amani. Na mtu unaposema nchi hii haina maendeleo, nchi hii inaendeshwa bila demokrasia, nchi hii sheria zake hazitendi haki, ni vitu ambavyo kwa kweli mimi binafsi naweza kutoa ushuhuda kwamba japo si mkubwa sana kiumri, lakini kwa miaka yote tuliozaliwa na tuliyoshuhudia, halafu leo hii mtu aje aseme kwamba nchi hii haina chochote, kiasi ambacho mpaka watu kutamani kutaka kuleta mabadiliko, lakini kwa njia ya kutumia vurugu na fujo, watakuwa hawatutendei haki wala hawajitendei haki. Tumetoka katika taifa ambalo kipindi hicho mtu tunahadithiwa na wakubwa zetu hapa Shinyanga tu. Kwa mfano, ilikuwa mtu kutoka Shinyanga saa 12 asubuhi kama na safari ya kuelekea Mwanza, ataondoka saa 12 Shinyanga, chakula cha mchana anakula Ilula saa 6 mchana. Ataondoka saa 6 mchana kuelekea Mwanza, anafika Mwanza saa 12. Kipindi hicho. Leo hii unaondoka Shinyanga saa 12, saa 2 umefika Mwanza. Miundombinu ya barabara, mawasiliano, leo hii kila mmoja anamiliki simu. Zamani ilikuwa mtaa mzima unakuta nyumba moja tu ndio yenye simu. Kwa hiyo mtaa mzima mnapata huduma mawasiliano kutoka ndugu zenu
kupitia kwenye familia hiyo yenye simu. Kwa hiyo mafanikio yaliyopo katika nchi hii ni makubwa sana, na hayawezi kupatikana mafanikio yetu, lakini pia wale wote wenye dhamira na nia mbaya ya kutaka kuleta machafuko katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu ndio muqallibal qulub, tunamuomba abadilishe nafsi zao kutoka katika dhamira hiyo na kuwaleta katika dhamira njema. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.